Nashukuru sana kwa sababu ya hii siku ambayo Mungu alituandalia. Wageni wetu waheshimiwa Derek na Lame. Mimi naitwa Mama Derek. Niko na furaha sana kwa hao graduates wawili. Mbali. Sababu nyinyi unajua tunatoka mbali. Tumrudishie Mungu kila wakati. Making a step after the other, it is miracle. Honor your father and mother so that you may live long in the land that the Lord our God is giving you. My name is Lamek Kibet. I'm really grateful for all of you coming around. I can't forget how we called the University of Nairobi a world-class university. Yes, we pushed almost 6 years, almost a decade, just to get a degree. Yeah, and you guys, please make your parents proud. So we want to see more of this. Wagojee vijana wacheze goma wanapokuja, na DJ hiyo goma ilikuwako uweke pendings hapo, hiyo ndio wanaingia naye hiyo yes. Alafu wasee watakuwa hapa karibu na mzee Collins mahali nasimama na vipo, ndio wale wakizidikija vijana wasee wapokee hapo kwa mlango. Alafu tukule goma kiasi hapa, wakikaa chini tukienda hatua ya pili ambaye ile muhimu sana ni kusource, ni kueat. So ladies wote waende pale, na vijana sasa watalamuke polepole. Kama vile hivi tuko. Are you choose a review? Na muna imagine tuko msuni, kwa hivyo hata kirakiracha hakuna. Kweli ama si kweli? Kwa hivyo nataka saa hii dakika 5 za kucheza goma hapa, kila mmoja akate jacho. Ile mlikuwa mnaambia Lame kina Derek waende wasome, si mlisoma? Si wanaona? Hebu tuone, hata kama mkizaliwa ilikuwa ni raha. Waacha tuone matokeo. DJ!
Tufanyia Baba, siku ulioandika katika katiba yako tutaweza kuwa hapa siku kama hii, masaa kama hii. Asante Jesus, asante Kristo. Tunakushukuru siku ya leo kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Kama sio wewe Baba, sisi tungekuwa wapi? Kama sio wewe, sisi tungekuwa wapi Baba uliye mbinguni? Ndio tunakualika saa hii katika hiki kikao, tusiwe peke yetu, tukue na wewe Baba yetu uliye mbinguni. Watakaribisha familia hii yote vile imewasili. Kwa jina naitwa Kimathi Mugambi kutoka Kitengela. Baadaye tutajua group yote kutoka Kitengela ni kina nani. So langu tu kwa ufupi, nataka kuchukua nafasi hii tujue nani wazazi wa hawa vijana wameketi hapa, ambayo wamevaa tofauti na kila mtu. Ndio baada ya hapo tutakuja kujiona zote kwa jumla kama marafiki na familia. Na kabla sijawapea hiyo nafasi, hawa watoto wawili, vijana wawili walio hapo mbele yetu, tuna historia refu, manake tumetoka na hao mbali. Na bila kuchukua nafasi nyingi, ningetaka nimsimamishe mzee wa Goma ambaye ni Collins awasalimie na akaribishe hao wengine. Collins, tafadhali. Jambo. Mimi sijui kuongea ni nyingi, naongea kidogo tu. Mimi naitwa Collins Korir. Ama Baba Lamek. Huyu Lamek ndio mjana wangu wa kwanza. Mama yake ndio hiyo mama juu, ni introduction ya family. Sasa hawa ndio family, kijana kwanza na mama yake. Next, mkaji. Hata ikiingia gari tutaongea tu. Derek. Dadisi mama juu. Derek ni kijana wangu. Unfortunately, sababu ya kazi mingi dunia hii, sasa baba angekuwa karibu, sasa mimi ndasimamia, ingaje kuna mzee Shifter hapa ambaye bado ni ndugu yetu. Atakuja kusema vile baba ndugu yetu alitume. Alafu mama Derek ndio huyo. Yaani hata mwezi wapigia makofi jamaneni. Maybe kwa akili yenu mtajiuliza kwa nini tumecombine hii function. Hii function wote wamegraduate leo. Derek alikuwa anasomea chini, tumkae chini. Derek alikuwa anasomea University of Nairobi akifanya biotech engineering. Lamek alikuwa anafanya telecommunications. Na wote walikuwa na graduate leo, na kama familia ilikabidi lazima tukutanisha sherehe. Sababu sisi ni boma moja. Hata mimi singeongea. Baba Derek angekuwa hapa, yeye ndiye angekuwa anaongea, jiende mkubwa, si kufuataka protocols. Sisi hii hatujui ku enemies na hiyo.
Sasa mzee Shifter, kwa sababu protocols lazima sasa mimi niongee mbele yako wewe kuja useme kukaribisha watu. Otherwise karibuni kwa sherehe. Kabla hujamaliza maybe ni familia yetu pia, lakini najua utapatiwa nafasi baadaye familia yetu ya kwa Tialado huko Kilgore kama mnasikianga iko familia yetu, lakini sasa Shifter sababu ni nuclear family kwanza wewe ongea. Karibisha watu tu. Hamjamboni, mimi naitwa Shifter Sumbi. Collins na Ben my cousins, first cousins. So Ben angeweza kuja kwa sababu hako nje, anafanya kazi nje. So nimekuja kwa sababu yake, naye ni kwa sababu watoto wetu, that's why I'm here. Ningependa kuwakaribisha wote, tufurahiane na hiyo watoto kwa sababu mahali wamefika. So that from there now, of course, that's the beginning. They have not reached. We shall talk more about that. So nasema karibuni. Mimi sina mengi ya kusema kwa saizi. Asanteni. Pigeni makofi. Habari zenu? Mimi naitwa Ore Kariuki. Nashukuru sana kwa sababu ya Shifter kuja hapa, kwa sababu tulikuja hapa na aim moja. Cardinal point, kusaidia watoto kwa mawaidha. Number 2, kukula. Na uzuri ile kitu wamevaa inaandikwa Big 5 ni wanyama. Kwa hivyo tukimaliza ile imewekwa tuko na yeye. Tena jina ni Shifter. Mpigieni makofi sababu ya hiyo bidii. Asante sana Shifter na Big 5. Now, kwa sababu naona vile mnaniangalia vibaya juu ya hapa katikati. We are now going to break for lunch. Then from there tukuje tufanye kitu inaitwa self introduction. Tuanzie upande ya familia sasa, tukuje tujienjoy. DJ wewe naye usitulete down. And the slot was still there. He was still amongst our priority students wa kuingia Strathmore. Then our journey at Strathmore ikaanzia hapo. 4 years down the line, tuko hapa sasa. Happy because amefanya shughuli yake, amemaliza that phase of his development. As Strathmore success here, this scholarship program inakuwa determined na tunaenda turnover rate. If we have 10 students on the program na wote wamegraduate, then tunasema achieve objective. So thank you very much for making us realize our targets. We're grateful, but I won't want to take this for granted kwamba nimepata hii invite. It's not every day that you get to celebrate this. So pia si lazima uinvite si coach tulimalizana nayo sasa nimevaa gown na history imeisha, tukutane huko barabara. But I think he looked back and said
I'd like you to be present in today's occasion for me, and I oblige because it's a great honor for me. Having said that, mzee tunajuana from another sphere way before joining Lalamik. So we were friends, but mama ndio tukikutana na yeye shule sana. So wakati the program ina involve the parents, na siku wataitwa shule to have a discussion about, so tumeongea na mama kiasi. Mzee is a friend of mine from a technical field on the other side of the world. Bado niko tuko. Yeah, so ningependa tu kusema ku-advise especially to Lamek because yeye ndio namjua sana. This is not the end. This is just the beginning of your journey. So sikue want to achieve more, want to scale greater heights, want to be better, but also want to be an example to wale ambao wanakuja nyuma yako, and even the fraternity yetu ya Strathmore Hockey, because wale ambao wamegraduate, I see my hockey family imekaa mahali pale hivyo. Kuna wakili Festus Onyango, who is our former captain, and these people like Lamek wame take after, wana follow in the footsteps. Naona Kariuki, those are national team players ya hockey. Festus was a vice captain. Karis is a very senior member of the team. Now we have our current captain, anaitwa Brian Ogenche, who has come in after Lamek, and I've seen Lawyer Tumpia mahali hapo. He's just joined this year. I've seen JD here. Najaribu tu recognize my hockey family in that space. We celebrate you as a Strathmore Hockey family, and we wish you well. I want to say that may God bless you, may God open up your eyes, and may you realize your full potential. Thank you. Amwezi pigia kozi makofi jamani, shwari. Na hiyo wapi Karis umesema? Karis, hiyo Karis wajue siweza. Nisema naitwa nani? Nisema jina lako naitwa nani? Sasa wapi Karis asimame tumuone hiyo coach? Yes, aha, pigieni Karis makofi. Umesema hiyo mwingine naitwa Festus, mama tukuone. Aha, pressure. Mwingine. Ogenje. Na nikitana Kikuyu mnisamee sababu that is where I was born and brought up. Yeah, asante sana, mpigieni makofi. Haya, Lawyer Tum, lady or man? Lawyer Tum? Aha, yaani taito kubwa na mwili ni kidogo hivi. Haya, asante sana, mpigieni makofi. Jedita, that must be a lady. Yes, brown one. Yeah, that is my sister. Asante, mpigieni makofi. Although simujui ni hao tu. Thank you very much. God bless you. Karibuni sana. Mimi pia hata nilisikia vibaya wakati Lamek aliniambia na graduate. So I've enrolled huko Strathmore. Mnaweza angalia nini letter of acceptance. Yeah, kama hilo mtu anashuku anaweza kuja. I have admitted to do business bachelor in Department of Eating Propaganda and Program. So niko mbele actually. Nipigieni makofi kwa sababu yeye Mwalimu Mbugua kuja. Yes, niko mbele. Mwalimu Mbugua, we are going to give you 10 minutes. Then we continue. 10 minutes. That is 9 minutes 59 seconds. Sababu moja umetumia ukikuja. Karibu. Basi tushukuru Mwenyezi Mungu ametuwezesha tufike mahala hapa saa hii. Tuombe ndio tusikize neno lake Mwenyezi Mungu. Mungu wetu, tumekuja mbele zako. Tumekushukuru kwa kuwa nasi tangu wakati tulifika kikao hiki. Umeendelea kutuongoza kwa wema wako. Tunashukuru jina lako takatifu kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Kwa njia kipekee tunaweka hawa vijana wetu ambao siku hii wanasherehekea baraka zako na neema zako umewajalia tangu utotoni mwao. Tupe baraka zako Yesu, ili tuzidi siku zote kwa kutegemea na kuishi kulingana mapenzi yako. Akili zetu ili tuweze kupokea neno lako na liweze kufanya kazi katika mioyo zetu na akili zetu ili tuendelee kutumikia. Tunaomba hayo kwa Kristo Bwana wetu. Amen.
jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Basi kwa sababu ya saa na vile tumefika, kama vile MC Avio amesema, tulifika kwa saa na tunaendelea kufika. Ni kushukuru kila mmoja wetu ambaye amefika wakati huu, kwa sababu ni siku ya kipekee maishani mwetu, na hasa kwa njia ya kipekee familia ya vijana hawa Lamek na Derek, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia ya kwamba ni vizuri sana kushukuru, na tunaambia ya kwamba hakuna jambo ambalo linafurahisha Mwenyezi Mungu kuliko kushukuru, Thanksgiving. Na kushukuru Mwenyezi Mungu kunampendeza kwa sababu ni njia ya kusema, ya kutambua ya kwamba Mungu yupo na anatuelekeza. Basi sisi ambao tumekutanika hapa jioni hii ya leo kwa sababu ya vijana wetu hawa, hatuna budi kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameweka na amewezesha yote ambayo mama Lamek, mama Derek aliomba tangu wakati aliwapata hawa watoto wakiwa wachanga, akawalea wakiwa wadogo, wakaingia darasa la kwanza, wakasoma mpaka class 8, wakafaulu, wakaenda shule ya upili, wakafaulu, na basi wakaingia katika chuo kikuu, na basi leo hii wanatamatisha masomo yao ya chuo kikuu, na kuanzia sasa kuendelea na level ya masters, na ile nyingine ni gani, na PhD. Kwa hivyo Derek na Lamek hawajamaliza, sasa ndio wameingia katika ule uringo sasa wa kuanza maisha sasa ya kuendelea na maisha ambayo tunasema ya kwamba Mungu amewajalia mema. Ni wachanga, na nimesikia kutoka kwa coach ni watoto ambao Mwenyezi Mungu amewasaidia sana katika nyanja mbalimbali mpaka mahali umefika. Kwa hivyo kwa kifupi tunasoma Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17 and 18. Kukumbuka kumba Mungu shukrani. Most of the time we tend to forget to remember to give thanks to God. Na wakati tunashindwa kumpatia Mungu shukrani, Mwenyezi Mungu anashindwa. Huyu mtu nimempatia macho, nimepatia miguu, nimepatia nguvu, kwa nini hanirudishi shukrani? Kuna watu wengi sana ambao tunajua ya kwamba hawatembei. Kuna watu wengi sana, nikiangalia vile tumekuja sisi wote hapa, hakuna mtu ameshikwa mkono aonyeshwe njia kwa sababu ye haoni. Hakuna mtu amewacha wheelchair pale, amesukumwa na wheelchair, hapana. Hakuna mtu ambaye anaongea hapa kando yangu kwa ishara kwa sababu ye ni kiziwi, hasikii. Si ni kweli? Hakuna mtu. Kwa hivyo hizo zote ni baraka zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba tumrudishie Mungu kila wakati. Making a step after the other, it is miracle. Uko na kidini zako zote mbili, kuna moja anatamani kupewa ndio awe na moja tu. Na wewe uko na zako mbili na haziumi, hata hujui mahali ziko located in your body, hujui kwa sababu hazijauma, na kuna mwingine anatamani kupewa moja. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kabisa kwa sababu yeye ndiye mweza wa yote. Nikimalizia kwa graduates zetu Lamek na Derek, tabsema ya kwamba katika maisha ya hapa duniani we have 3 levels of intelligence. Saa hii mumesoma na tunasema ya kwamba the first level of intelligence
inaitwa intelligence content. Yani saa hii umekuwa Strathmore, umesoma and na Derek umesoma sana, mumeattain that knowledge ya kujua, tunasema ya kwamba this is the measure of your comprehension ability. Hii najua hii ni hesabu, unajua hii, hiyo inaitwa intelligence, hiyo intelligence content, hiyo ya kwamba ya yorevu ya akili. Lakini hiyo peke yake haiwezi kukusaidia maishani. Kwa sababu level ya pili na ya tatu inasaidia wewe kuendelea maisha yako kulingana na vile Mwenyezi Mungu anapendezwa nayo. Tunasema ya kwamba the second content ambayo ni intelligence inasemwa emotional content. Tunasema hii, this is the measure of your ability to maintain peace with others. Kama umesoma masomo ya university ukapata intelligent content, umekosa emotional content, hautaweza kuelewana na watu. Tunasema ya kwamba hii ni kiwango cha ni kiwango ambacho tunasema ya kwamba hali yako ya kuweza kukaa na watu vizuri na kuweza kuangalia mambo ya hisia zako. Na ya tatu tunasema ya kwamba huwa tunaita relational content. Kusema ya kwamba how do you relate with the people. IQ peke yake bila EQ na SQ haifanyi mtu kuendelea mbele. Kwa sababu tunakuwa tumeona watu wengi ambao ni maprofesa lakini wanashindwa kukaa maisha na watu wengine kwa sababu wako na IQ peke yake. Wamekosa emotional content, wamekosa relational content. Derek na Lamek, Mwenyezi Mungu amewabariki sana. Sasa ni kugojea kwenda kufanya kazi. Mwenyezi Mungu awasaidie pate kazi, muendelee, ndiposa mkienda kufanya masters na PhD mwe mnatoka mahali na mnafikia katika kazi. Ya mwisho huwa nauliza swali moja. Luck ni nini? Luck. Are they lucky? Hawa Derek na Lamek, are they lucky? Wako na bahati? Wako na bahati? Bahati ni nini? What is luck? Nikimalizia hiyo kuangukia. What is luck? Luck ni nini? Luck ni bahati. Tunasema ya kwamba nikimalizia, luck is a product. Yeah? Luck comes along when preparation meets an opportunity. Sasa Lamek na Derek wako na preparation. When an opportunity will arise, tutasema they are lucky, lakini they are prepared. So tunasema ya kwamba luck comes along when preparation meets an opportunity. Education yao ni preparation, wazazi wao ni preparation, maombi ni preparation. When an opportunity will arise, tutasema ya kwamba Lamek, he is lucky. Derek, he is lucky. But there is no luck without preparation. So there must be preparation. When preparation meets an opportunity, we are lucky. Tuwaombe Mwenyezi Mungu awasaidie ili waendelee kuimarika katika maisha yao. Yake atatuonesha wife wake, ataalika Ben naye atatuonesha wife wake. Hao watakuwa na special. Tukitoka hapo tuingie phase 2. So phase 1 Babalaki College. Welcome. College. Pigieni msema kofi. Tumsifu Yesu Kristo.
Milele na amina. Tunashukuru sana kwa sababu ya siku ambayo Mungu ametuandalia. Wageni wetu waheshimiwa Derek na Lama wametuleta hapa siku ya leo. Karibuni sana wageni wetu. Feel at Nairobi National Park. Sisi sema hapa ni kwa wageni. So nimefurahi zaidi kwa wale wamefika, sijui hata nitasema nini. Mimi ndio mwana. Na mimi ndio nitaongeza hiyo sote nisiongee. Na kwanza sasa zingine nisi, lakini kwa hiyo sasa nisi. Hata niwatie karibuni mwapatie. So karibuni sana mashangazi, makazi, mabrothers, wajomba, mashemeji wote na warafiki kutoka Kitengela, Utawala, all over. Feel welcome and feel at home. Wacha niambie Mama Derek. Sasa hata kama sijasema, unajua Mama Derek kitu ya maajabu. Wacha niseme tu very briefly. Mimi na Mama Derek tulisoma same high school. Inaitwa Nasokol High School. Na tukakuja tukaolewa na brothers. Sio ni maajabu? Na watoto wetu wakasoma pamoja, wamegraduate siku moja. Sio ni baraka ya Mungu? So tunarudishia Mungu shukrani kabisa. Wapigieni makofi za hapo hiyo kipindi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Mama Derek. Niko na furaha sana kwa hao graduates wawili. Tunafurahia sana na karibuni sana. Mjienjoy na sisi. Karibuni hapa KWS na karibuni tena na tena. Asanteni. Niko na speech hapa imekisha hiyo. Kuna speech imekisha. Haya, shika. Amjamboni. Mimi naitwa Shukto Sombei. Leo na represent Ben, my cousin, who is not here today kwa sababu ako nje. So yangu ni kuwakaribisha tena na kusema hii siku ya leo is for these graduates and we are very happy that they are here. They have made us to be here na tunawaambia this is the beginning. So tunangojea nyingi kwenda mbele. So msidhanie tumetosheka na leo, hii ni just the start. So we are expecting more from you guys. So mimi sina mengi ya kusema, tumewakaribisha na imetosha hivi. Pigieni makofi hapo ya mtandao. Haya, sasa ndio nafungia, niko na speech ya dakika 2. Haya, to you the graduates, we are proud of you. Tumetoka mbali, najua because of time is it over. Tumetoka mbali. Hata nyinyi wenyewe tumetoka mbali. Tutaenda mbali. Kuna wakati tulikuwa tuna wanasa karibu hapa, tunawapelekea machapati na makuku huku, masausage, mtunguni, sijui wapi. Mkiwa sasa college tumeanza kuwaachilia. Mnaishi kwa hostel, what have you. Sasa saizi imefika sasa karibu sasa tutawaachilia, tuwa set free, muende dunia mjitafutie. So as parents tunawapatia baraka na tunawaachilia baraka. Baraka ya prosper, ya kuenda mbali. Baraka ndio tunawaachilia. Yaani hamwezi pigia hiyo mzee makofi hapo ya kupigia baraka. Na hizi baraka tunaachilia lazima ikuwa grounded on virtues and values. Asikia? Isikuwa ni baraka ya kwenda kunyonga watu. Hiyo jide. Baraka yetu inakuwa kwa values ya discipline, values ya hard work, respect, kindness, generosity, truthfulness, integrity. Hizo vitu yote ambao nastahili kuwa nazo. Saizi mwalimu amesema utaanza kutafuta mali zenu, tafuta mali clean wealth. Nimepata kama Mungu atafungulia mpata kazi ndogo. Do clean business, clean deals,
hizo ndio baraka zetu tunaachilia kama wazazi. Mpigieni makofi sababu ya kuombea mema. Nanisikiza? Hizo ndio baraka tunaachilia nyinyi. Na kidogo nitarudisha nyuma, na msichoke, lazima tu niwarudishe nyuma kidogo. Mnajua nyumbani tunafikiriana kwa Longit. Longit ni generation ya 5 kwa kwetu, because Longit alizaa Matui. Matui akazaa Lotena ambaye ndio baba yetu. Lotena akazaa sisi, ndio sisi tukazaa yeye. Lakini sisi tunaringianga jina ya Longit. Generation ya kwanza. Matui sasa ndio grandfather yetu. Lotena ndio grandfather yetu sasa na sisi. But hao wazee walitafuta mali yao. God rest their souls. Mahali wako. Hatujaisikia sisi ambao tuko. Either neighbor ama nani amecomplain kwamba walikula mali ya mtu ama walifanya nini. So we are swinging on the glory yao because of virtues of wale waambia. So hizo ndio baraka zinaache. Nasikia hizo ndio baraka tunaache. Derek, unanisikia? Kama unanisikia? Hizo ndio baraka tunawaachia. Sababu sasa si ile generation ina matano, si ndio? Kichora hivi graph kama family tree hivi, hata wao huwezi jua, si ndio? Unajua hapa juu. Na sisi sasa miaka yetu pia karibu. Sasa pia nataka wakati mwingine another 400 years to come, watu watakuwa wanaingia kwetu kwa hizo values na virtues ambazo tunawaachia. Sijui kama mnaelewa speech yangu au mimi najiongelesha. Na kuanga serious sana. So hapo tunaachia baraka, prosper, but prosper in the right way. Get wealth in the right way. Tujai kuwa na complaint na nyinyi tangu mkwe. Tujai kuwa na issues na nyinyi tangu mkwe. Shetani isiwaingia hapa katikati. Na shetani yashindwe. Makofi kwa hiyo. Shetani yashindwe. Dakika zako zimeisha mzee. Always kama mko na issues, console na sisi. Tuko. Usijifanye sasa nimefika. Hakuna mahali nimefika. Unajua mimi kama mzee naweza kaa chini ya miti hapa, huko hapo juu. Mimi naangalia miles and miles away. Yaani hapa chini ya miti na huko hapo juu hatawezi kuangalia miles mimi naangalia. So that is why nawaambia okay baraka, but tumieni hizo baraka vizuri. Prosper and prosper well. Ya kitu moja. They gave you good teaching. Unasikia hiyo akina mama hapa? Yaani akina mama wakitajwa, akina mama wajipigia makofi. Na si hao wenyewe. Wa mama wote wale mko hapa. Na kina baba wale wako pia, nawashukuru because if you don't give good foundation pia, hawa watatoa good teaching. So lazima pia hata wazee tujipigie makofi. Lastly, unaweza kuwa na good teaching, but uko na watu kichwa imesimama Yesu kusikia. So pia watoto wale mmesikia good teaching from your parents, congratulations. Otherwise, hamungekuwa mmefika hapo. Kwa hayo mengi, thank you so much na Mungu muendelee vizuri. Sikila namna hiyo. Ni wewe kama mwingine. I salute you.
Unajua imefika kiwango nikaangalia kama ni yeye, sababu tulikuwa tunacheka pale. Akifika hapo unageuka namna hiyo. Thank you. Good words. Get rich but in the right. Kwa ile hiyo kile yote amesema, lakini hiyo Kizungu unajua hata mimi nikisipata siwezi acha. Wali hata jina langu mimi naitwa nani? Wewe utige besho kishio. But that mzee ni maneno ya maana, maneno mzito, maneno ya kutilia na kusabaza kwa wengine. Mpigie ni makofi tena. Thank you very much. God bless you. Right, tumeingia hatua ya pili. Naona bwana Chris yako, na nikipenda kwanza kusimamisha mkubwa wangu mmoja hapa, sababu najua at the end of the day hata nikiongea hapa na nicheze uko ndani mchozoni yoyo. Ningeomba bwana Kibonei mahali popote huko usimame usalimie watu kitabu Mr. Mugabe ya kuintroduce, lakini ugundue kwamba nimekuliko na hizo. Kwa hivyo hata tukirudi nyumbani hapana mulika mimi. You can give to your parents ni kutia bidii in life. Hata mkiwaona, is there anything that unahitaji kutoka kwenu? Wewe unafikiri mama yako na baba yako Derek na Lamek watakuambia nataka hii. Instead hata ni nyinyi mtawaomba zaidi. Kwa hivyo the best thing that you can do na kuwafurahisha wazazi wenu is doing the best. I'm very glad that Lamek, your dad, what is just spoken. Utaona ana gray hair, lakini vile anaongea najua anishindii miaka mingi sana, lakini nilikuwa namuona he's talking like my grandfather. Tap to his wisdom. Mimi kanisa siendi sana, and sorry niko na katekisti yangu Mr. Mbugua, utanisamea kidogo, lakini Biblia in the book of, mutani correct if I'm wrong, in the book of Exodus 20:12 inasema honor your father and mother so that you may live long in the land that the Lord our God is giving you. This one I'm telling you, the two of you, Lamek and Derek. Haijasema honor your father so that you may live long. Haijasema honor your mother that you may live long in the land that the Lord the God is giving you. But honor your father and mother. Hao ndio watakubariki ama kukulaani kwa hii dunia. Najua hawezi kukulaani, but mambo ambayo mtafanya ambayo inaenda kinyume na wazazi wenu, you will never be blessed in the years ahead of you. So thank you very much, na nawatakia kila laheri, na tunajua you will be prosperous. One thing ambayo nilikuwa nasahau kidogo tu, the two of you are firstborns. Whatever you are doing, mjue kwamba kuna wale wako nyuma yenu and they learn from you. Mkipiga kando kidogo, wataenda kando, na ndio hivyo mtakuwa mmemwaga wazazi wenu. So do the right thing. Asanteni sana. Naomba tu mtu yote ambaye ametoka Kitengela kambi yetu, nawaona huko, hata mkubwa mwingine yote anaitwa Maina, namuona pande ile. Kuna staff anafanya na Mama Lamek, na hawa ni staff ambaye kwa kambi yetu, hiyo group yote. Thank you so much. Nimeambiwa niseme neno moja. Nimemaliza kama ni moja. Okay. Langu nikiaddress Lamek na Derek, si yeye peke yake yuko hapa ambaye anastahili kusikia hayo maneno. Hama yale maneno yameelezwa hapa yanauzisha hiyo generation yote ya kina Lamek na wengine. Lamek na Derek, nataka kuuliza tu swali. Unapoenda dukani unanunua system kama hii, kuna karatasi huwa ndani inaitwa money. And you shall come out the way you've come out today. Thank you very much. I have the family, and I would like them to stand. Though we have our mother
who is the grandma for this young man around. She's around with us. Tuweza kusimama. Kama wewe unajua umetoka Embakasi, wewe ni jamii ya Longit, simameni tafadhali. Haya, wapigieni makofi. Wapigieni makofi. Ninashukuru. Mungu awabariki, awaonekanie vijana wetu, mkafanya bidii mahali mlipo, mtoke na zawadi kama hii ya leo, na msichoke kutualika kuja kwa sherehe yenu. We are praying that you shall pursue and do well in your education. Tumeambiwa tukae watoto ambao wanasoma na kutii, respect. Ni sawa. Nimeona wazazi wengine wako hapa. Let's support our children. Kama wewe ni mzazi, ombea mtoto wako, mbariki mtoto wako na usimlaani wala usimuite mjinga, kamuite mwerevu. Ndio ule mtoto atoke na kitu kizuri. Amen. Na uzidi kumuombea kwa sababu wewe ndio pastor wake wa kwanza. Usiachilie mtoto ulimwenguni akamezwe huko. Nawapenda, Mungu awabariki, awalinde. Mkitoka muende salama. Tunawapenda. Mpigieni makofi. Asante sana. Neno moja nasikia Lamek He wrote to me to give reference to Lamek. I didn't struggle. And the reason why I didn't struggle was what they were asking was actually describing Lamek. Discipline, integrity, and somebody who is a go-getter. And that is what he was. I didn't even take more than 2 minutes to do that. So I tell anybody that is actually a graduate, or those ones who are planning to graduate, in career, when you get to, after graduation now, you go to employment. That is the next place. Always remember, in employment you have to have discipline. You have to be a hard worker. And then the next critical thing that you must understand, because you're going to employment, is that you must respect your bosses. Regardless of whether you think your boss is whoever it is, you can only grow by respecting authority. You will always be able to nurture yourself by respecting and growing with the people and work as a team. That is the thing that you need to nurture. That was number one. Number two, I want to tell them now on academic. Academic, this is just the beginning. Kuna mzee amesema degree si moja. I can tell you, some of us are almost on our 4th degrees. This is just the beginning. You need to do your masters. Employment is, the market is very dynamic. It is changing every other day. You have to get an added advantage. I hope you can understand. This is a message to the Kalenjins who are here. Mnajua vile the Luos themselves, they are so proud of their academic performance. Ukitembea hata Nyanza saa hii, utapata hata mtu amejiwekea, this is professor so and this is doctor so and so. Why? The Kalenjins, we just stop at 1 degree. That is where the problem comes in. You don't stop with 1 degree. You want to come back here again and do that. To the girl's child, today was a boy child. Let's be, next time we see the girls graduating. Thank you so much. Beginning makofi. But I beg to rectify some. Matolin, kwa jioni ya leo nashukuru. Nimekuja hapa kwa niaba ya Derek. Tunafanya na mama yake na Derek na Lamek. Kitu ya muhimu ningewaambia, mtii wazazi wenu. Hakuna kitu kubwa kushinda hiyo. Ukiheshimu mama yako na baba yako, maisha itakuwa mzuri. Na anapokuongelesha, usimblock mama yako ama mama yako na baba yako. Akikupigia simu sema huyu amenichokesha, sasa anataka nini? Mama yako hata kama hapo hivyo, wewe uko na degree maybe ana, lakini umheshimu. Ya muhimu ni heshima. Kwa wakale wengine, unasikia si kwa wakale wengine wote, basi Mount Elgon mimi nimetoka karibu na sisi huko. Mimi nimetoka Kapeduria. Sasa mimi tuko neighbors. Kwa kimila, kama wewe ni firstborn, si umepewa ng'ombe. Hiyo ng'ombe utaenda kufanyia nini? Ng'ombe hiyo utachunga, utailinda, usiuze. Vile unaambiwa tuuze, ulinde. Itasaidia hata watoto wetu wengine wanyajaenda shule. Na uwe na moyo ya kupeana.
kwa sababu hata wazazi wenu wamepeana, ndio maana marafiki yao wamekuja hapa. Usikule mama yako peke yake ndio amekulea. Kwa jamii yote ni mzazi. Tunalinda watoto ni wetu na tunawapea heshima, na pia tuheshimu. Tukipita hivi tukiona umevaa vibaya, kama umevaa ile suruali inakuwa nusu hivi, tutateremusha kama msasi, kwa sababu hakuna mtoto ya mtu mmoja. Watoto ni wa jamii. Asante sana. Situpigie makofi hata pia MC. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Ninaona tumechoka, hebu nisalamie hivi. Hiyo ni salamu yangu kutoka nyumbani. Hii ilianza kabla ya corona. So nashukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Vile mmesikia, kwa majina ni David Koech. Samani sana nikiwa kijana nilikuwa mbunge kule Mosop. Na pia wakati ule nilikuwa chairman ya kamati ya elimu katika bunge letu la taifa la Kenya. Na tukiwa hapa, ni furaha yangu ya kwamba tunasherehekea elimu ya watoto wetu. Ningependa kwanza niwashukuru wazazi kwa sababu waliponialika nikakutana na Baba Lamek, nikamwambia it's my prayer katawa vijana tukutanishe sherehe yao, kwa sababu ningependa sana kuwaona kama vijana wetu wenye tunajifunia wakiwa pamoja. Asanteni sana kwa kuweka hivyo pamoja. Mwenye KBD 035T, KBD 035T. Alivyo kwa gari please. Asante sana. So ya pili, siku hii ni siku ya muhimu katika jamii zetu. Kwangu, mbele ya kuwa mbunge kule Mosop, mimi ni jirani ya Shosh. Tulikuwa jirani ya Mama Derek kabla the Longits came. Sijui waliingia ile forest yetu wakamuona wakamuipa. Sawa, ni majirani wangu. Ya pili, dada yangu mkubwa ameoleka kwa jamii ya Shosh. So we are relatives. Na nimekuja nikajua Mama Lamek na Baba Lamek. So yangu leo, vile wengi wameongea, ni kwamba ya kwanza ni kushukuru wazazi kwa ile kazi mnafanya tangu msaya watoto mpaka siku hii leo tunasherehekea ya first degree. Sio kazi rahisi na sio kazi ya hivi, ni kazi ngumu sana. So tunashukuru wazazi kwa kuwalea hawa, kwa kuinvest katika elimu ya watoto wetu. Najua Bwana MC yako wapi? Najua kwenu mnajua mambo ya biashara. Sisi tumebarikiwa vitu mbili. We are the racists. We know how to race. Kama ni kukimbia ni kwetu. Hiyo Mungu alitupea. Lakini talanta ya kufanya investment juu ya biashara tumeshindwa. So investment kwetu kama wazazi tukiwa wakale ni mambo ya watoto wetu waende shule. So we look at you as our investments going forward. So I really want to commend our parents for what they have done. Na ya pili, kwa sababu ya saa, ni kusema Lamek and Derek, we are proud of you. Nimesikia watu wengi wameongea. We are proud of you, number one, your firstborns. Yani mmefungulia wale wengine njia. Hawatakuwa na sababu ya kutofika penye mmefika. Ya pili, I'm a very proud man. I'm a teacher by profession. And today in Kenya, the boy child is having problems. In fact, ukienda kila mahali utapata wasichana ndio wengi wamesoma. I'm proud today to be associated with two great men graduating as men of Kenya. Congratulations. Brothers and sisters, unaitwa na? Huyu anaitwa Aaron? Yes, unaitwa na? Oh, Mercy. Huyu anaitwa Mercy. Brothers and sisters. Toa. Charity. Yes, brothers and sisters, unaitwa? Chebet. Unaitwa nani? Limu.
Imo. Nilimo ama nilimo? Imo. Nani mwingine hajasema jina? Karen. Chebet. Pressure. And you photographer? JV. You want to go? Better take. Hiki ni kweli kazi kidogo, alafu maplan waenjoy tu okay. Wanani mwezi mtoke hapo? Ngoja kidogo. Ngojeni kidogo. Kitambo mlete hiyo keki. Nilikuwa nataka wageni wa heshima watusalimie ndio aza mlete keki. Mmekimbia kidogo. Kwa hiyo mtasimama tu hapo hapo na keki zenu. Watusalimie. Kujeni hapo. Tunaanzia na Derek. Good evening all. My name is Lamek Kibet. I'm really grateful for all of you coming around. Family, friends, and everyone around here. I'm really grateful. Personally, it's been a great journey, and growing in a military family whereby almost everybody in our family is in the military, police service. It's been a hard time, and the discipline has been on. So I'll first thank my parents for everything and everyone. My friends, Limo's friends who have come, I really appreciate you for coming around. My cousins are here, it's very, very nice. And especially Karis. Karis has been a great friend of mine since high school. He's taken care of me since Form 3. Karis, Kina Edgar, Kina Festas. And in campus, they have been my guide. I do play hockey and they have always... They've guided me in terms of my sport and everything. So it's a great thing that my friends are here to support me. And I really appreciate that, and my family and everyone. So I being the little cousin here, Derek, I really appreciate everyone. And Derek will finish up on this. Oh, just a minute. Before that, Rhoda, I really thank you a lot. When I was searching for my internship, Rhoda is the one who opened doors for me, and it's been a great help for me where I am at the moment. Because currently I'm working at UAP, but the basis that I had, whereby Rhoda helped me, it's been really nice for me, and I really appreciate you for that, Rhoda. Thank you so much. Asanteni. Lamek, nashukuru sana. So it has been my honor to welcome you all to this graduation ceremony once again. First journey, this 6-year journey. I say 6 years because I can't forget how we call the University of Nairobi a whole-class university. Yet we pushed almost 6 years, almost a decade, just to get a degree. Secondly, in regards to the journey itself, it was nothing but pure hard work and determination. I am proud of its results. I can only attest to my peers and those still in school that education actually elevates you not only mentally but also in a general understanding of the universe. And with that, I'd like to leave you with a Bible verse, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Thank you all for your presence and attendance. Please enjoy yourselves. Na mambo ya formalities mwachie huko kazini nini. Tueni hizo matai bwana. Na mkimaliza hapa nitwaje? Kuna maduka huko nje bana. Mkuje niwanunulie maino. Najua umeshiba kutosha, so mpitie tununue maino huko nje nisikosipesi. Asante. Asante sana. Kaidi chini sasa. Amuje tueleza hii maandishi ni gani? By the way nilikuwa nimeuliza mapema. Yes. Sasa hii maandishi hii ni Lamek alichagua hii. Wacha nikusaidie. So yes, city. Okay, the whole wording imeandikwa in Latin. So the first word Citius inamaanisha faster. The second one Altius, the same kama altitude. Yeah. So kupaa angani, so higher. And then 40 years faster, higher, 40 years stronger. So faster, higher, stronger. Yes.
40 years at least fortune. Yes. Sasa kumaanisha kwa hiyo maneno ya masomo, kwa sababu hii occasion ya masomo jaribu kuwa na hizo values hapa. Mpigieni makofi hapa, mpigie makofi. Sasa nimejua Kisugu. 30 years at least 40 years. Faster, higher, stronger. Si ni kweli? Hiyo hata mimi nilisoma nilivyo siku za 8. 30 years at least 40 years. Nimefikiria hivi. Kwa sababu saa hii tukianza keki, tukiweka keki hapa kuna watu wataenda na zawadi. DJ tuwekee goma. Ni wakati ya wageni waheshimiwa kupokea zawadi. Turudi tuikie kwa keki na ngoma zikiandamana hapa kwa hapa. This is very serious. DJ tuende kazi tukiwashukuru. Nini msijaribu kukuja kabla mzee hajakaa. Msimame hapo. Sauti ya mzee ifuate. Hii ndio mzito ndio. Toa sauti dadi. Ya baba atembeaje na kitu kingine. Mkugine iko nyumbani. Mkujenda mimi. Sawa. Sasa baba tiadali sasa ametoa Mungu pia mimi nimetoa. Sawa. Andika hizo. Si ati ni jazz. Hizo nalijuanga sisebangi jazz. Ile. Alafu kuna mtu anasema sawa anaweza patana kwa pesa. Okay. Sawa. Kuna tangazo hapa. Yangu ni kurudisha I have the honor to close the ceremony officially, at least the formal part. Yes, our guests, please have a seat. In the interest of time, and the weather has been very kind, kidogo lakini imepotea. So, on behalf, guest, kindly chini. Desi, nitapiga picha baadaye. You need to. Okay, on behalf of, first on my own behalf, acha nikuwe selfish, to say thank you all for coming. Thank you. May God bless you so much. It's something you can, unazaitisha sherehe, and then unaona masaa, people are not trickling in, unaanza kushangaa who will eat all this food, who will sit on all these chairs. But when you have a party like this, that the chairs are full, we have to get chairs from elsewhere. The guests are very full, wameshiba, watu wamefurahi. It's quite a blessing, and it's actually a bigger blessing to be doing this, not in a sad event, not in anything, but in a celebratory event, celebrating these two young men progressing on with their lives, educational lives. So, on behalf of the greater Kaplongit family, we would like to say thank you for all the guests, all the friends, all the relatives who've taken their time to come and celebrate with these young men. Secondly, I'd like to thank the parents of these two young men for the sacrifices they've made to ensure that despite the long journey, like you said, University of Nairobi inachukua time, lakini imeisha. At least ujemaliza ukiwa 40. Yeah, so to the parents, asanteni sana. May God bless you. May God bless the hard work, the sacrifices you've made to ensure that these two young men are here today with us. We are here to celebrate them. Very nice. Pai mo nel lang de pamman. Amo tumda niya. Wah.